Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitishwa kwa muda kwa operesheni Project Freedom, mpango wa Marekani wa kusaidia meli zilizokwama katika mlango wa Hormuz, akisema maendeleo yaliyopatikana katika mazungumzo na Iran yamefungua nafasi ya diplomasia. Katika ujumbe aliochapisha kwenye Truth Social, Trump alisema uamuzi huo umefikiwa baada ya maombi kutoka Pakistan na mataifa mengine, pamoja na kile alichokiita maendeleo makubwa kuelekea makubaliano kamili na ya mwisho na wawakilishi wa Iran. Ingawa vizuizi vitaendelea kubaki kikamilifu, Project Freedom itasitishwa kwa muda mfupi kuona kama makubaliano yanaweza kukamilishwa na kusainiwa, aliandika Trump. Operesheni hiyo ilianzishwa siku 2 zilizopita kwa lengo la kusaidia meli za kibiashara kupita katika njia hiyo muhimu ya kimataifa baada ya Iran kuzuia usafirishaji kujibu vizuizi vya Marekani dhidi ya bandari zake. Haijafahamika wazi jinsi kuendelea kwa operesheni hiyo kungeharibu mazungumzo, hasa wakati Marekani ikiendelea kushikilia vizuizi vilivyoichochea Iran kuchukua hatua hizo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kampeni ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran tayari imefikia malengo yake na kwamba sasa Washington inaelekeza nguvu katika shinikizo la kiuchumi na kidiplomasia badala ya vita vya moja kwa moja. Operation Epic Fury imekamilika. Tumefanikisha malengo yake, alisema Rubio. Alipoulizwa jinsi Marekani inaweza kudai ushindi wakati Iran bado ina uwezo wa kurutubisha uranium na kuhifadhi uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu, Rubio alisema lengo la vita halikuwa kuharibu kabisa mpango wa nyuklia wa Iran, bali kudhoofisha uwezo wake wa kijeshi wa kuilinda. Kwa mujibu wa Rubio, Iran ilikuwa ikitumia makombora yake ya ballistic kama ngao ya kawaida kuzuia mataifa mengine kuingilia mpango wake wa nyuklia. Ingawa uwezo wa makombora wa Iran uliathiriwa vibaya wakati wa mapigano, taarifa za kiintelijensia zinaonyesha mfumo huo bado upo na unaweza kurejea. Rubio alisema Marekani sasa inaelekeza nguvu katika kuhakikisha usalama wa usafirishaji katika mlango wa Hormuz, huku ikiendelea kutafuta makubaliano mapana kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Alisisitiza kuwa shinikizo la kiuchumi linaendelea kuwa silaha muhimu ya Washington. Lazima kuwe na kiwango cha shinikizo kitakachowafanya waelewe kuwa hawawezi kuendelea kufunga mlango huo bila kukabiliwa na madhara makubwa ya kiuchumi na kutengwa kidiplomasia, alisema Rubio. Wana uwezo mkubwa wa kuvumilia maumivu, lakini uwezo huo una mwisho. Hakuna mwenye uwezo usio na kikomo. Maendeleo haya yanaonyesha jinsi Marekani inavyojaribu kusawazisha shinikizo la kijeshi na diplomasia, huku hofu ya kuvunjika kwa makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano ikiendelea kuongezeka.